Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni wafuatiliaji wa darasa yetu hii ya hadithi katika kitabu cha Matn al-Arba'in an-Nawawiyya. Ikiwa leo tunasoma hadithi ya 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Imepokewa kutoka kwa Abu Huraira, Mwenyezi Mungu amradhi, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, mwenye kumuondoshea mu'min teso katika mateso ya kidunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama, atamuondoshea Mwenyezi Mungu teso katika mateso ya siku ya kiyama. Waman yassara ala musirin, na mwenye kumfanyia wepesi mkatwa, yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, tamfanyia wepesi Mwenyezi Mungu katika dunia na akhera. Waman satara muslima satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, na mwenye kumstiri Muislamu tamstiri Mwenyezi Mungu katika dunia na akhera. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, na Mwenyezi Mungu yuko katika msaada wa mja muda wa kuwa mja yuko katika msaada wa ndugu yake. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, na mwenye kuifuata njia aliyakuwa anatafuta katika njia hiyo ilmu, sahala Allahu bihi sahala Allahu bihi la, umfanyia wepesi Mwenyezi Mungu kwa njia hiyo, tariqan ila aljanna, njia ya kwenda peponi. Wamajtama qaumun fi baitin min buyutillah, na wakukusanyika jamaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu, yatuluna kitaba Allahi, wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wayatadarasuna, na wanasomeana bainahum kati yao, illa nazalat alayhimus sakina, ila uwashukia utulivu, waghashiyatuhumur rahma, na huwafunika rahma, wahaffatuhumul malaika, na huwazunguka malaika, wadhakarahumullahu fi man inda, na huwataja Mwenyezi Mungu kwa walio mbele zake. Waman batta bihi amalu, na yaliyemchelewesha matendo yake, lam yusri bihi nasabuhu, aitomuharakisha nasabu yake. Rawahu Muslim, ameipokea hadithi hii Muslim. Hadithi imeanza kwa kusema, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama, mwenye kumuondoshea muumini teso katika mateso ya dunia, atamuondoshea Mwenyezi Mungu teso katika mateso ya siku ya kiyama. Ni kama miaka miwili hivi, mtu mmoja katika mashehe wenzetu hao wanaitwa wa Kisuna, kwa mmoja anachambua aidha ni katika mashairi, aidha ni katika baadhi ya kasaidi zinazoimbwa hususan hizi za maulidi, akakumbana sehemu na sehemu imeandikwa ya munafisal kurub, ambayo hapo anahisi kwamba hii dhamiri imepelekwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama ilikuwa imepelekwa ikawa kwake yeye, tayari hapo kuna pointi ya kueneza elimu yake. Shirki naondosha matatizo Mwenyezi Mungu, shirki. Hii ni hadithi ya Muslim, sio hadithi labda ya kusema kwamba maudhu sijui kitu gani ukatafuta njia za kujitetea. Ukitoka kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani, kama una mahala pa kuchukua dini yako ni katika vitabu vya hadithi. Sasa vitabu vya hadithi maana yake unaanzia vitabu vilivyokuwa sahihi. Sasa sahihi Bukhari na Muslim, kisha ndio unakuja kutana na sahihi za watu wengine, na hilo alipingwi na mtu yoyote. Sasa
ni mtu wakati mwingine anakuwa na mambo tunaita kukurupuka. Mambo ya kukurupuka. Yeye Mtume anasema man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya. Yani hiyo ofa anaiweka kwa wewe na mimi. Yani wewe ukimuondoshia muumini mwenzako teso hapa duniani, na Mungu atakwenda kukuondoshia mateso ya siku ya kiyama. Inatolewa ofa hiyo. Oda inatoka kwa Mtume tuondosheane mateso ili tukaondoshewe mateso. Kama mimi na wewe twaweza kuondosheana mateso mpaka kiasi kwamba twaambiwa atakayetekeleza hivyo atapata kuondoshewa mateso na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Haya, Mtume Muhammad yeye hawezi mimi na wewe tuweza kuondosheana mateso mpaka ikawa Mtume ametuwekea oda. Ukimuondoshia mwenzio teso moja la hapa, Mungu atakuondoshia teso la siku ya kiyama. Kwa hiyo ni kukurupuka tu. Mwenyezi Mungu atujalie elimu ya ukweli na yakini kwenye elimu zetu, na kile tunachowaambia watu tuwaambie kwa nia ya kuwaongoza, sio kwa nia ya kuwaleta kwenye makundi yetu. Maana kuna mtu anaweza kuwa anafanya dawa si kwa lengo la kumuongoza mtu kwa Mungu, ni kwa lengo la kumuongoza mtu kwake. Umeona shida hiyo? Unamuita wapi? Unamuita kwa Mungu, unamuita kwako kwenye kundi lako, unamuita kwenye kundi lako. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Sawa Waman yassara ala musi, na mwenye kumfanyia wepesi mkatwa, ni mtu mwenye hali ngumu kumfanyia wepesi, basi yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi katika dunia na akhirah. Waman satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, na mwenye kumstiri Muislamu atamstiri Mwenyezi Mungu katika dunia na akhirah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi, Mwenyezi Mungu katika msaada wa mja, muda wa kuwa mja yuko katika msaada wa ndugu yake. Unapojikita kwamba mimi namsaidia mwenzangu, na Mwenyezi Mungu naye anajipanga kazi yake ni kukusaidia wewe tu. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, na mwenye kuifuata njia aliyokuwa anatafuta katika njia hiyo ilmu, sahala Allahu bihi, atamfanyia wepesi Mwenyezi Mungu kwa njia hiyo, lahu kumfanyia yeye, tariqan ila aljanna, njia ya kwenda peponi. Wamajitama qaumun fi baitin min buyuti Allah, hakukusanyika jamaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu, na nyumba za Mwenyezi Mungu ni misikiti. Kwa hiyo watu wakikaa katika misikiti, wakawa hapo yatuluna kitaba Allahi, wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wayatadarasunahu bainahum, kusomeana na kupokezana, soma wewe, soma wewe, soma wewe, soma wewe, chukua wewe. Watu wamekaa pale, haitokei jambo hilo illa nazalat alaihimus sakina, ila washukia wateremkia utulivu watu wale. Kisha waghashiyatuhumur rahma, na huwafunika rahma. Wahaffatuhumul malaika, na huwazunguka malaika. Ndio maana hata nyinyi hapo mnaweza kujiona mmekaa chini kwenye udongo, kwenye nini, lakini ikawa nyinyi mmekaa kwenye kikao kimoja cha thamani mno, ambapo malaika wamewazunguka hapo, na rehema ya Mwenyezi Mungu iko hapo, na kila kitu kizuri. Sawa Fadhakarahumullahu fi man inda, kubwa zaidi anawataja Mwenyezi Mungu kwa wale walio mbele zake. Mwenyezi Mungu anawataja, mfano mmekaa hivi mnatwalii pamoja hivi, si ndio Soma wewe, unasema soma Ibrahimu, Ibrahimu nawe wewe mpe Ismaili, soma Ismaili, Ismaili nawe wewe mpe. Sasa kule kutajana nyinyi wenyewe majina, Mungu naye anawataja kwa malaika, ndo hao walio mbele zake. Yule ndo Ibrahimu bwana, yule pale ndo Kaibu bwana, Ismaili ni yule pale. Malaika naye anakujua kwamba sitanasema malaika tu, almalaikatul mukarrabin. Sawa man inda, wale ambao wamekurubishwa na Mwenyezi Mungu, wale wanatajiwa majina yenu
na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanakuwa wanawajua na nyinyi majina yenu. Sawa? Wa man batta bihi amalu, na yaliyemchelewesha matendo yake. Ikafika siku ya kiyama, wengine wanaambiwa ingieni kule, wewe ukawa bado, wewe ingia, wewe umechelewa pale. Ni matendo yako yalikuchelewesha. Lam yusri bihi nasabu, haitomuharakisha nasabu yake. Lam yusri bihi nasabu, haitomuharakisha nasabu yake. Nasabu yako haiwezi kukuharakisha. Kwamba wewe umeswali, ukafunga, ukatoa zaka, haya ingia. Wewe umetoa sadaka, usaidia maskini, ingia. Sasa wewe ni mtoto wa fulani, ingia. Hakuna hilo. Man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu, yaliyemchelewesha matendo yake haitomuharakisha nasabu yake, kwa maana ya kwamba atabakia pale, wataingia peponi mpaka watu ambao hakuwadhania, alikuwa akiwadharau, ni watu ambao wanampisha yeye kwenye vikao na kwenye mambo mbalimbali. Lakini leo hii ataacha wale kwanza waingie paka peponi. Na hapo ni mambo ya kuchelewa na kunini, lakini Mwenyezi Mungu anaweza akafanya lolote kama itatokea kwamba ndio sasa umeingia hata motoni. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Inshallah tuishie hapa. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.